Ninawasalimu nikiamini ya kwamba kila mmoja yuko salama kwa utukufu wa Mungu. Nataka kuzungumzia uongozi wa ukweli wa ufalme wa Mungu. Juzi nilikuwa naongelea kuhusu ukweli kamili kulingana na ufalme wa Mungu. Nikasema ya kwamba katika maisha ya dunia kuna uongozi, na kuna vile uongozi huo unafanya kazi, na yote ni mapenzi ya Mungu, kwa sababu yote anayafanya ili utukufu kapate kumrudia. Sasa kitu cha kwanza, katika ufalme wa Mungu kuna uongozi, na ile ndio imekuwa changamoto kubwa sana katika hii dunia ya watu hawajapata kuelewa hapa mahali mzuri. Ingawaje tumepewa mwelekeo vizuri na Mungu, lakini unapata ya kwamba mwanadamu anataka kufanya vitu ambavyo vinamfurahisha, lakini anakosa kujua kwamba aliyemleta katika hii dunia ako juu yake, na yeye ndiye anafaa kuwa anamuongoza kwa mambo yote. Hauamuki tu na kufanya vitu na kusema ya kwamba mimi nitafanya chenye ninataka. Kuna siku nimefundisha hapa ya kwamba hakuna mtu akona uwezo wa kufanya chenye anataka. Hakuna mtu yote katika hii dunia. So katika uongozi wa Mungu, Mungu mwenyewe kwanza, katika ufalme wake, tunapoangalia uongozi wake, kitu cha kwanza, hakuna kitu chochote hapa duniani, kuanzia mbinguni, duniani, katika nchi kavu, mpaka baharini, mpaka hata kuzimu, hakuna kitu chochote ambacho kimeumbwa kiko juu ya Mungu. So katika ufalme wake, yeye kwanza ndiye nambari ya kwanza. Hiyo ndio kitu ninafaa kuelewa. So jua ya kwamba hakuna kitu chochote, iwe ni mbinguni, duniani, katika nchi kavu na kuzimu, ama jehanamu, ama wapi, kitu chochote kilichoumbwa na Mungu kiko juu ya muumbaji. Hakuna. Sasa hapo tumeelewa. So ndio maana Mungu anasema kwamba yuko juu ya kila kitu. Akasema ya kwamba yuko juu ya falme. Falme gani? Ufalme wa kwanza ni ufalme ambao nilikuwa nakuambia juzi, ufalme wa Injili. Mungu yuko juu ya ule ufalme ambao ni wa watu waliookoka. Huo ndio ufalme ambao ni wa kwanza, Mungu akiwa juu ya kila falme. Alafu kwa na ufalme wa viongozi wa hii dunia, watawala. Huo pia ni ufalme kivyake. Na tena tukawa na ufalme wa mwanadamu ambao ni familia hapa, na shughuli nyingine zinaendelea zikifuata hayo maneno yote. So kulingana na ufalme wa Mungu, nimekuambia kwamba hakuna ufalme mwingine ambao uko juu ya Mungu mwenyewe. Yeye ndio ako juu ya kila kitu, ndio maana akawekwa nambari ya kwanza. Na hiyo iko hivyo. Ukiona mtu anaanza kusema ya kwamba kuna kitu kingine kiko juu ya Mungu, basi hapo mahali utakuwa tunaanza kupotea. Kuna jamaa mmoja alijaribu kufanya hivyo katika Biblia, anaitwa Nebukadneza, ambayo wengi wanamjua, lakini kila mtu anajua vile alifanya na mwisho wake vile ulikuwa. Hivi karibuni nimesikia video nyingine ya ndugu anaitwa Chief Bernard akisema ya kwamba mtu akishajiunga na Freemason na Illuminati ama kikundi chochote cha kuabudu shetani, ukishaingia pale hauwezi kutoka. Huo ni uongo wa hali ya juu ambao nataka niukanusha hapa ya kwamba hakuna kiumbe chochote kiko juu ya Mungu. Ukianza kusema ya kwamba mtu akijiunga na Freemason ama Illuminati ama kikundi chochote cha kishetani,
hakuna mchungaji, hakuna mhubiri yeyote ama kanisa linaweza kuokoa huyo mtu. So nataka nikwambia kwamba Chief Bernard, maybe unaongelea kanisa lingine ambalo kuna siku nataka niongee nawe nikuulize, wakati unasema Mungu hawezi okoa mtu aliye katika Freemason, na kuna wale ambao wamekuwa pale, wewe sio wa kwanza. Wewe sio wa kwanza atakuwa pale. Kuna watu wamekuwa pale na hata wakakuwa na vyeo vikubwa kukuliko na wakaondoka pale na wakashuhudia kwamba Mungu yuko juu ya Freemason. So ule Mungu ambao unaongelea, siwezi kataa mwenye unasema ya kwamba hawezi okoa, anaweza kuwa ni ule anapanga kwa mbao. Yule Mungu anaweka kwa mbao, anatoshea kwa mbao, ama yule Mungu amechorwa katika kitabu chochote. Unaona, huyo ndio maybe unazungumzia. Ama unazungumzia Mungu yote ambaye mtu tu mwanadamu anaweza inuka, kama tumesikia huko Western na katika mataifa mengine. Kuna pale Tongareni alisema kwamba yeye pia ni Mungu. Kuna Jehova Wanyonyi. Kama ni hao unazungumzia, sina nao shida, kwa sababu hao hata sio Mungu. Unatumia jina baya, ni sanamu, jina ambalo unafaa kutumia kuita mtu ambaye sio Mungu, ambaye anataka kujilinganisha na Mungu, tunamuita kuwa sanamu. Hiyo sio topic yangu siku ya leo, na sitaki kudili nao. Chenye nataka kusema ya kwamba Mungu yuko juu ya Freemason, na Mungu yuko juu ya Illuminati, na Mungu yuko juu ya kikundi chochote, ufalme wowote chini ya jua hapa na kwingine, hata kama sio chini ya jua, hakuna kitu ambacho kiko juu ya Mungu. So hiyo iko hivyo, na huo ndio ukweli. Ukatae ukubali, hiyo haina shida. So katika ufalme wa Mungu nimekuambia yeye ndiye wa kwanza ambaye hayuko na kitu kingine ambacho katika hii dunia kinamshinda. Hakuna. So huo ndio utaratibu wa Mungu, na Mungu anapokuwa juu ya kila kitu, sasa anakuja na kuweka uongozi ya kwamba sasa uongozi ambao unamfuata yeye ni uongozi ambao wa watu walioamini, ambao nilikwambia kwamba watu walioamini kulingana na dunia inajua ni mtume, inajua kwamba huyo mtu ni mwinjilisti, ni mchungaji, ni mwalimu katika injili, ni mhubiri ama asha dikoni, watu kama hao ambao sio shida. Lakini nikakwambia kwamba unaposoma katika Wakorintho wa kwanza 12, vipawa vya Roho Mtakatifu havihitaji kuwa ni pastor peke yake, havihitaji mwinjilisti peke yake, hawataji pale askofu na mtume peke yake ama nabii. Vipawa vya Roho Mtakatifu ni vingi, na yeye Mungu ndiye anayepeana kulingana na vile yeye mwenyewe anataka, sio wewe. Hiyo ndio kitu cha kwanza unafaa kujua. So huo ndio ufalme sasa ambao unafuata Mungu, wa watu waliookoka. So mtu yote aliyookoka, huyo ndio mtu ambaye sasa amewekwa katika uongozi wa kwanza na Mungu. Hiyo ndio kitu ambao unafaa ujue, ambaye ni mwanadamu, sio mnyama. Unaona, mnyama hawezi kuwa juu ya mwanadamu, hawezi. Huo ndio ukweli. So kama kuna mtu ameweka mnyama, kuna watu hata wanaabudu wanyama. Kuna watu hata wameweka wanyama katika mataifa yao kuwa ndio kama Mungu pale. Lakini nataka nikwambia kwamba ufalme wa Mungu ni yeye mwenyewe, na hakuna anayeweza kumtawala. Mungu hauwezi kumfundisha, hauwezi kumsaidia, hauwezi kumkosoa, hauwezi kumhukumu. Hakuna kitu chochote unaweza fanyia Mungu. Hakuna kitu unaweza kutoa ama kuongezea kwa Mungu. Yeye ndio kila kitu. Yeye ni Alfa na Omega. Hivyo ndio unafaa ujue. So ukitoka pale unaingia kwa watu waliookoka. Watu waliookoka mahali penye mko, Mungu ndiye aliwaokoa kwanza. Ndio maana anasema kwamba wokovu sio kitu cha kujivuna. Ni kitu tulipokea bure. Tulikuwa wezi, tulikuwa wakora, na yeye mwenyewe akakuja bure na akatuokoa. Hakuna kitu tulilipa. So na tukapewa nafasi ya kwanza katika utawala wake, ya kwamba sisi ndio tunayemfuata. Mtu yote aliyookoka, hata kama ameokoka leo jioni, hata kama anaokoka saa hii, akisikia injili, muradi tu umeokoka na umejua kwamba Mungu ndio kila kitu kwa maisha yako, yeye ndio nambari ya kwanza na yeye ndio kila kitu, unafaa ujue kwamba sasa wewe ndio unafuata Mungu katika uongozi wake. So na baada ya hapo, hivyo ndio yule Mungu alikusudia. Baada ya hapo akaweka watawala wa dunia ambao nilikuwa nazungumzia kulingana na wafalme, nikazungumzia kwa maraisi na magavana, maseneta na wengine. Mtu yote ambaye anatawala katika hii dunia, mamlaka ya hii dunia inafuata, na inafuata watu walioamini,
Alafu baada ya hapo kuna familia. Sasa jamii, familia inafuata pale. Kuna taratibu ambayo ameweka pale katika familia, ambayo yeye mwenyewe akasema katika familia akasemngumuza kulingana na mwanaume ambaye ni baba ndiye atakuwa kiongozi. Unaona? Hivyo ndiye alisema. Alafu kutafuata na mama na watoto na watu wengine ambao watakuwa pale, haina shida, lakini hiyo ndio taratibu yake. Na kama ni kazi, kuna pia mpangilio katika kazi. Katika kazi kuna director, kuna CEO, kuna managing director. Hiyo mambo yote iko, na katika kazi watu wanaelewa kulingana na kampuni na kulingana hiyo kazi vile inaendeshwa na taratibu zake. Kila mahali kuna uongozi. Tumeelewana? So hivyo ndivyo vile Mungu alikusudia. Sasa nilikuwa nazungumzia ya kwamba ufalme wake ambao alichagua wa kwanza, ambao unaomfuata, ufalme wa watu walioamini, ambao ni mimi na wewe. Mahali penye huko dunia mzima umeamini ya kwamba Mungu ndio nambari ya kwanza, Mungu ndio kila kitu. Hakuna kitu chochote ambacho unaweza bila Mungu. Umekubali ya kwamba katika mambo yote huyo Mungu ndiye atakaye kuongoza. Wewe ndio unayefuata Mungu. Lakini sasa cha kunishangaza, kwa nini nikalikuja na hii hili lengo, hili swali, huu mjadala, ni kwa sababu ufalme wa Mungu wa kwanza ambao ni watu waliookoka ulikuja ukatekwa nyara na ukanyang'anywa na ufalme wa pili. Unaona? Sasa hii kulingana na dunia, baada ya Mungu ni serikali za hii dunia. Na serikali za hii dunia, hapa tunazungumzia wafalme, hapa tunazungumzia malikia, tunazungumzia rais, tunazungumzia waziri wakuu, tunazungumzia naibu wa rais, tunazungumzia magavana, maseneta na wengine, mpaka kwa mzee wa kijiji, mpaka mzee wa nyumba 10, kulingana na mahali ambapo uko. Lakini ukweli wa Mungu ni ya kwamba kulingana na uongozi wake, walioamini ndio wanaomfuata, ambao ni yote ambaye amekubali kuongozwa na Mungu. Hapo tunafaa kuelewana. So hivyo ndiye alisema, na akasema ya kwamba watakao wafuata sasa ni watawala hawa. Na watawala Mungu mwenyewe akakusudia kwamba watapata mwelekeo kutokana na serikali yake ya kwanza, ambayo yeye mwenyewe ameichagua, serikali ya Injili ambayo inaongozwa na walioamini. Hawa watu ambao ni serikali ya pili, ambao ni ya mamlaka ya hii dunia ya watawala, inafaa kuwa inachaguliwa na serikali ya kwanza. Huo ndio ukweli. Na inafaa kuwa inapata mwelekeo wake kutoka kwa serikali ya kwanza. Hata ukisoma katika maandiko matakatifu unapata ya kwamba ni manabii waliochagua malikia, ni manabii waliochagua wafalme, ni manabii waliokuwa wakichagua mtawala yeyote. Na walikuwa wanachagua aje? Hawakuwa wanaamuka na mawazo yao. Hapo pia nataka tuangalie. Ndio pia usiamuke tu asubuhi wewe ni mtumishi wa Mungu na tamaa zako, na unaambia watu ya kwamba rais wa hii nchi Mungu anasema ni huyu. Halafu baada ya kura huyo rais hajakuwa rais. Hapo tutakuona kwamba kuna shida uko nayo ya upungufu wa akili, ama kuna shida uko nayo nyingine. Huenda unaweza kuwa ni umepagawa, ama huenda unaweza kuwa kuna kichaki uko nacho, ama kuna tamaa fulani na msukumo fulani wa kibinadamu umekutawala. Hauongozwi na Mungu hapo. So utawala huu wa pili ambao ni wa marais, wafalme wa hii dunia, ulikuwa unafaa kuchaguliwa na utawala wa kwanza ambao ni wa watumishi wa Mungu, watu waliookoka. Na watumishi wa Mungu nao wanachaguliwa na Mungu mwenyewe. Na wakati Mungu anaamua kuchagua mtu, hapa ndio nafaa usikie, nimekuambia yeye ndio kila kitu. Hakuna mtu aliye juu ya Mungu. Yeye ndiye amechagua huu uongozi, yeye ndiye ameweka utawala huu, na akaweka utawala wa kwanza wa watu walioamini. Na yeye mwenyewe ndiye anawaita, anawachagua bure, anawatenga katika kazi muhimu, kazi ya maana, anawafanya wakuwe watakatifu. Huyu Mungu mwenyewe anapowachagua haangalii vigezo kama vile dunia hii tunaangalia tunapotaka kuchagua mtu ambaye ni rais. Tunapotaka kuchagua mtu atuongoze katika kazi, kuna vitu ambavyo tunaangalia. Hata katika familia, unaona kuna vitu tunaangalia. Ndio mtu achaguliwe akuwe kiongozi mahali popote, kuna vitu ambavyo vinaangaliwa, na kuna vigezo vinawekwa, kuna qualifications zinawekwa. Ndio kuwe rais
kuna hiki na hiki unafaa kuwa uko nacho, kuna hiki na hiki unafaa kuwa umefanya, ndio unaweza simama pale sasa ukasema kwamba unaweza kuwa rais. Lakini katika ufalme wa Mungu wa kwanza wa manabii, mitume na wachungaji, tunachaguliwa na Mungu mwenyewe na anatuchagua bila kuangalia dhambi gani tumetenda, makosa gani tumefanya. Anatuchagua bure na anatutenga kwa hii kazi ya injili. Alinichagua bure bwana. Kusema ukweli, Mungu kunichagua na kuniaminia nisimamie injili dunia mzima. Kulingana na dunia siwezi pata hicho cheo kwa sababu sina qualifications za dunia. Mtu anaweza kusimamia injili dunia mzima kulingana na qualifications zenye dunia inataka, mimi siwezi. Lakini kwa sababu ya Mungu sasa amenichagua bure na akaniaminia na akanipatia cheo cha kusimamia injili dunia mzima, na nimekubali. Wewe ukatae ukubali, hiyo hainisumbui hata kidogo, lakini kulingana na dunia hicho cheo singeweza kupewa. Unaona sasa? So Mungu anapochagua mtume, anapochagua mwinjilisti, nabii, mchungaji, mwalimu, askofu na mtu yoyote yule ambaye ameokoka, anaokoka na Mungu anampatia kazi hapo na hapo. Hakuna mtu ambaye Mungu anaokoa na ampei kazi, huyu atakuwa ni mkora, hajawahi ingia katika ufalme wa watu walioamini. Unapokuwa muamini unapewa kazi ya roho, na hiyo kazi unaanza kuifanya hapo na hapo. Anayekuongoza kwa hiyo kazi ni Mungu mwenyewe. Hakuna qualification, hakuna diploma unahitaji ndio uanze kutumikia Mungu. Hakuna certificate, hakuna diploma, hakuna master, hakuna degree, hakuna kitu kingine chochote ambacho unahitaji. Hakuna qualification unayohitaji wewe kuanza kutumikia Mungu, kando na wewe kuamini na kukubali na kutii yale ambayo Mungu anasema juu ya maisha yako. Yale ambayo Mungu anasema, sio serikali ya hii utawala hii dunia, sio wazazi, sio marafiki wako vile nilikwambia, sio watu ambao wamekuzingira. Yeye Mungu vile anasema juu yako, wachana na vitu zingine. Umesikia sasa? So Mungu anapochagua mitume, wainjilisti, manabii, baada ya hapo anawachagua without qualification. Tunarudi hapo, anapowachagua, na huo ndio ufalme wake wa kwanza. Hao manabii, mitume, ndio anawatuma yeye mwenyewe sasa waende wachague malikia, waende wachague kama ni mfalme, wachague rais, wachague governor. Huyo Mungu anatumia sasa ufalme wake wa kwanza ambao ni watu walioamini. Wanafika pale wanasema, Mungu anasema mtu fulani ndiye atakuwa mfalme. Tena pale hakuna qualification. Huyu ufalme wa pili wa utawala wa hii dunia hakuna qualification. Qualification hizi zimewekwa na wanadamu. Daudi alipochaguliwa kuwa mfalme alikuwa amequalify nini? Sauli huyu mwenye alikuwa mfalme wa kwanza wa wana wa Israeli alipochaguliwa alikuwa amefanya nini? Alikuwa na qualification gani ambaye Mungu alisema ya kwamba ndio ukuwe mfalme unafaa ukuwe hiki na hiki? Hakuna. Tena katika ufalme wa pili ambao ni wa Mungu, ambao unaongozwa na malikia na marais, kulingana na ukweli wa ufalme wa Mungu, Mungu mwenyewe anapochagua walioamini, anapea mamlaka walioamini kwenda kuchagua watawala wa hii dunia. Na wanapoenda kuwachagua hawaendi wakiwa na qualification yoyote. Hata hao wafalme ambao wanatuongoza ni Mungu mwenyewe amependezwa na wewe. Kama ulisoma masomo ya hii dunia ukafaulu, usikuje ukafikiria ya kwamba yale masomo ndio yamekufanya kuwa rais. Mungu anapotaka kuchagua rais ama mfalme yeyote, huyu Mungu hakuchagui kwa sababu atumepita kura. Mungu hakuchagui kwa sababu kuna diploma katika political science. Hapana. Mfalme alipochaguliwa, Daudi alipotolewa kwa msitu, huyu jamaa kwako na diploma yoyote bwana ya political science. Huyu jamaa alikuwa hana kitu chochote ambacho alisimama mbele ya dunia akasema, sasa kwa sababu ya hii degree niko nayo ninafaa kuwa mfalme wa wana wa Israeli. Wakati Samuel alitumwa kwenda kumchagua, Mungu hakuambia Samuel unapofika katika nyumba ya Ese
Aambia Yesu ya kwamba natafuta mtu aliyekuwa amesomea mambo ya political science, natafuta mtu ambaye amesoma na kuna degree na master. Samuel hakupewa kwa maagizo kama hiyo, aliambiwa enda katika nyumba ya Ese na kuna mtu ambaye nimechagua kuwa mfalme. Samuel alipoingia pale tena na kiherehere yake, unaona alifika pale akafikiria kwamba vile dunia inaangalia ikichagua mtu, dunia sio Mungu. Alipofika pale akaona ndugu za kina Daudi ambao wengine ni mabaunsa wamejaa vifua. Akaanza kuchukua mafuta kuanza kuwamwagia, haikutoka. Unaweza kuwa hata kwenyu wewe ndio tajiri, unaweza kuwa hata kwenyu wewe ndio ulisoma kuliko watu wengine. Lakini katika ufalme wa Injili wale ambao hawakusoma watakuja kukuongoza. Mimi nakueleza ukweli. Kwa sababu mambo ya Mungu ni tofauti sana na vile wanadamu wanafikiria. Sasa unaona, so hakuna mfalme yeyote ambaye anafaa kuchaguliwa na qualification ya dunia hii. Kulingana na Mungu anakuchagua tu. Vile Mungu anachagua mwinjilisti, anachagua mtume, anachagua mwimbaji pale. Si ati wewe uliamua kuwe mwimbaji, ni Mungu aliamua. Kulingana na Wakorinto akasema kabla hajakuumba alisema utakuwa mwimbaji. Hivyo ndiye aliambia hata Yeremia. Mimi sijakuwa mwinjilisti kwa sababu niliona ndio kazi nataka katika kipawa cha roho ama ndio matamanio yangu. Nilikuwa mwinjilisti kwa sababu alipokuwa hajaniumba alikuwa ameshanitenga ya kwamba Justus Gospel atakuwa mwinjilisti. Hakuna mtu unafanyika kuwa vile ulivyo ati kwa sababu ya wewe mwenyewe, ni kwa sababu ya Mungu. So hapo tumeelewana. So wakati Mungu amechagua manabii, akachagua watu walioamini na akawawekea hiyo kazi ya Injili, kazi ya roho, akawapatia wasimamie hiyo kazi ya roho. Tena kupitia kwa wale ambao wamechagua, hao ndio ufalme wake wa kwanza. Hawa ndio wanaenda kuchagua maraisi, watachagua magavana, hao ndio watachagua mtawali yeyote katika dunia hii. Na ule mtawali watakapomchagua, hakuna qualification yenye hao watu ambao wanaenda kuchagua hao watu watawaambia kwamba mumechaguliwa kwa sababu mko na pesa. Mumechaguliwa kwa sababu ya masomo yenu. Mumechaguliwa kwa sababu babu yenu ama familia yenu kulikuwa na mtawala, sasa hii ni kama urithi. Hapana. Hao pia wanachaguliwa bure bila qualification kama vile manabii na watumishi wa Mungu walioamini vile Mungu aliwaita bure. Unaona mahali Injili ilikuja kapotelea. Siku hizi watu wanaamuka tu asubuhi wanachagua mtu, alafu wanasema ni Mungu amechagua mtu. Siku hizi mapasa tu wanaamuka asubuhi wanakuambia kwamba Mungu amenionyesha fulani atakuwa rais. Wanaenda hata wanamuombea, wanaambia dunia huyu ndio mtu Mungu amesema atakuwa rais, atakuwa mfalme. Wakati wa kura zikiisha, huyo mtu mwenye amesema ati Mungu amesema, huyo mtu hata hajapita kura, hajashinda, hajatawala. Sasa swali nauliza, Mungu siku gani akaongea uongo? Mungu akisema hata mimi saa hii nitakuwa rais, hapa Kenya huyo rais mwenye yuko anatolewa kwa kiti saa hii na mimi ninakuwa rais. Haifiki tena ati Mungu amesema nitakuwa rais, tena baada ya hiyo maneno inabadilishwa. Hapana. Mtumishi yote aliyesimama akaambia watu katika hii dunia, hata akasema kwamba kuna mtu Mungu amechagua kuwa rais na huyo mtu hakuwa rais. Huyo mtu alikuwa ameingiwa na kichaa fulani. Huyo mtu alikuwa amepagawa. Huyo mtu alikuwa na shida ya akili. Huyo mtu, mtumishi yote nakwambia, aliyeombea mtu akasema huyo mtu ndio Mungu amekubali, lakini baada ya uchaguzi huyo mtu hakukuwa rais. Huyo mtumishi anafaa hata ashikwe, awekwe ndani. Tuachane mambo ya serikali kuanza kutishia watu hapa ya kwamba kuna makanisa ambayo zinafaa kufungwa. Mtu ambaye ametabiri utakuwa rais ameanguka, mtu mwingine amepata hiyo nafasi, alafu huyo mtu bado anaendelea kuhubiri na watu bado wanaenda kuwa kwa kanisa yake akiambia watu Mungu anasema, Mungu anasema. Watumishi wa Mungu bwana, tusikuwe na tamaa tafadhali. Kama Mungu hajakwambia kitu ya kwamba inafaa ikuwe hivyo, usiamuke tu asubuhi na misimuko zako na vile unataka na unaanza kusema Mungu amesema. Hapo ndio shida pia tuko nayo ya watumishi wa Mungu. Ndio maana tumefika mahali hata utawala wa hii dunia, marais wa hii dunia, wafalme wa hii dunia wamefika mahali wakadarau wale ni watumishi wa Mungu. Kwa sababu ya nini? Sisi wenyewe tunaamuka tu na vitu tunasema Mungu amesema, lakini baadaye vile vitu ambao tunasema Mungu amesema havijatimia, vile vitu havifanyiki. So watu wanabaki wakijiuliza, ani Mungu ni muongo? Tumefanya Mungu akaonekana kuwa ni muongo. Waliofanya Mungu kuonekana kuwa muongo sio wengine, ni sisi ambao Mungu ametuchagua kama waumini. Tunaamuka na mawazo yetu na tunasema kwamba Mungu amesema. Hata katika Biblia kulikuwa na watumishi kama wanaamuka tu
wanasema Mungu anasema kitu fulani, lakini unapoangalia ukweli Mungu hajasema hiyo kitu. Mwisho yake wanaaibika. Na Mungu akasema, utajuaje mtumishi wa Mungu wa ukweli? Atakaposema jambo na litimie. Huyo ndio mtumishi wa Mungu wa ukweli. Hivi ndivyo Mungu anasema katika kitabu chake. Yeyote atakayesema kitu, Mungu amesema kesho kutanyesha, kukose kunyesha, huyo mtu epukana naye. Ndio maana juzi tumekuwa na shida hapa Kenya ya kwamba Owori alisimama akasema ya kwamba ati dunia inaisha. Watu wakaanza kungoja hiyo siku ilipofika, dunia haikuisha, watu wakaanza kukache ficho kitendo, wengine hata wakaanza kulaani wale watu. Usiamuke na msisimuko tafadhali, na kusihi mtumishi wa Mungu. Haufai kukua unaongea jambo lolote kama halitoki katika Mungu. Mungu mwenyewe anasema ya kwamba katika Yohana 15:5 anasema hamwezi kufanya chochote bila mimi, Mungu. Lakini siku hizo watumishi wanaamuka tu, sijui wanakuanga wamepewa nini. Mtu anaamuka tu asubuhi, anaamuka tena vitu zake. Mungu ametabiri, amesema ya kwamba kutakuwa sijui na mtetemeko wa ardhi. Hata hiyo mtetemeko yenyewe haionekani. Ndio maana hapa dunia imekuwa confused sana. Wafalme wengi ambao wameingia kwa kiti marais hawa, kuna wale watumishi wakubwa walisimama wakadanganya watu. Mungu amewaonesha katika ndoto, wameona katika maono. Mungu amewazungumzia kwa sauti, fulani atakuwa rais, lakini mwisho yake huyo mtu hakukuwa rais. Na huyo mtu bado anaendelea kuhubiri injili, na serikali tena bado imemheshimu kwa sababu ako na vyeti vya kuhubiri. Mambo ya vyeti vya kuhubiri kuna siku nitakuja kuzungumzia, ili pia serikali ijue kwamba mambo ya kuambia mtu aende asomee teolojia na hajaitwa na Mungu akuwe mhubiri, alafu anaamuka tena vitu zake kwa sababu amepita theology lakini hajakuwa qualified na Mungu. Hao ndio watu ambao tunapata shida. Na hao ndio watu ambao wanauzia chumvi watu. Hao ndio watu ambao wameweka Mungu kwa msalaba. Hao ndio watu ambao wamechora Mungu kwa vitabu wakisema huyu ndio Mungu. Mungu ambaye ni roho, hata picha yake hakuna mtu ambaye ona Mungu na picha yake. Lakini sasa hivi Mungu anatoshea mpaka kwa vitabu ambaye ni roho na anafananishwa na mwanadamu. Alafu mtu anaenda naabudu kwa hiyo kanisa, wakati tunakuambia kwamba hapo hicho kipengele unafaa urekebishe. Unaona kwamba tunakuingilia wewe na kanisa yako. Sisi tunahubiri injili ya Kristo, hatuhubiri injili ya dini. Unaona? So Mungu anapochagua ufalme wake wa kwanza ambao ni wa watu walioamini, alafu anaupea mamlaka wa kuchagua ufalme wa pili ambao ni wa watawali wa hii dunia. Na hakuna mtu yote anachaguliwa kwa sababu amehitimu. Sasa hebu angalia wafalme wa siku hizi ambao wanatuongoza. Lazima kulingana na dunia unafaa kuwa umehitimu kwa vitu fulani. Ndio mimi nikakuuliza, nikatoa mfano Daudi, Sauli, hao wafalme wawili. Walichaguliwa na Mungu, alipowachagua alisema amewachagua kwa sababu wamehitimu wapi? Hiyo ndio swali. Marais mnijibu, wafalme wa hii dunia, tuongee ukweli. Malikia wa hii dunia, tuzungumuze ukweli. Wabunge, magavana, nawauliza, Sauli, mnaendanga hata kwa kanisa wengine mnasema mmeokoka. Sauli na Daudi walipochaguliwa na Mungu kuongoza watu, Mungu alisema walikuwa wamefanya nini ndio wakahitimu, ndiye akawachagua. Tafakari hiyo. Kama utakuwa najibu wewe weka tu hapa. Tuendelee na kujua vile Mungu anataka uongozi wake uwe. Sasa baada ya tena utawala wa hii dunia, nimekuambia kwamba tena katika familia kuna vile Mungu alikusudia. Mungu akakusudia katika familia, akasema ya kwamba ni baba ambao ni mwanaume ndiye atakuwa kiongozi ya familia. Wewe mama, hata ukuwe na pesa, hata ukuwe na masomo, hata ukuwe raisi, hata ukuwe queen, hata ukuwe nani, katika dunia utakuwa tu malikia, utakuwa tu wewe ndio raisi, utakuwa hata gavana. Baba bwana yako hata kama hakusoma, bwana yako hata kama yeye hana cheo, kulingana na hii dunia, cheo cha mamlaka hii dunia unamshinda, hautafanyika kuwa mwanaume katika hiyo nyumba na hautafanyika kuwa kiongozi. Aliyesema hivyo alisema hivyo na akamaliza. So heshimu uongozi kwa familia. Na hapo pia kumekuwa na shida. Ndio naona familia nyingi ambazo tuko nazo siku ya leo zimeharibika kwa sababu watu hawataki kufuata sheria yenye Mungu aliweka kwa familia. So mamlaka ambayo Mungu alipatia mwanaume imepokonywa. Ukisoma zaidi kuliko mwanaume,
Sasa wewe unapoingia katika ndoa unageuka, alafu unakuwa mwanaume. Unataka wewe kukua zaidi ya mwanaume ambaye amekuoa na cheo cha Mungu alipatia huyo mwanaume, unatoa alafu wewe unavaa hicho cheo. Ndio maana siku hizi hata wamama wengi hawaoleki. Siku hizi hata wasichana wengi hawaoleki. Kwa sababu gani? Mtu anataka kuja katika ndoa na hataki kufuata mpangilio wenye Mungu aliweka. Hata saa hii katika hii serikali tu yenye tuko nayo katika hii dunia, governor hawezi kuenda akakalia kiti cha rais. Hawezi. Mpaka rais akuwa ametoka na huyu governor anataka sasa akuwe rais ndiye anaweza kufika pale. Ndio governor akuwe rais, haamuki tu kwa ofisi yake na kwenda kwa State House. Kuna taratibu hata za serikali. Hiyo State House, chief hawezi amuka tu mahali yuko kwake alafu anaingia State House ovyo ovyo na kuingia ndani ya kwa kiti cha rais na nakalia pale. Haiwezekani, na mnajua hata akifanya hivyo atafungwa, hata atauawa. Ya dunia mnaelewa, lakini ya Mungu mnataka kujipumbaza na tusumbuane. Mimi kuna kitu kinanishangaza. Mambo ya Mungu watu wanaelewa. Ani mambo ya hii dunia watu wanaelewa. Lakini ikifika kwa mambo ya Mungu wanajipumbaza na wanakuwa wajeuri. We unafikiri ya kwamba mzaa nyumba 10 atatoka tuka nyumba yake aende tu State House direct akalie kiti ya president na aanze kutoa speech pale aseme mimi kama rais wa Kenya? Atauawa. Na hata unajua uongozi, kila kitu iko na vile Mungu amepanga. Hata katika familia, mwanaume ndiye Mungu alichagua akasema yeye ndiye atakuwa kiongozi pale. Mama atafuata na watoto. Lakini hata siku hizi watoto pia wanapokuwa na mali kuliko wazazi, wanataka kufika katika maboma na kuanza kutawala maboma kwa sababu ya masomo yenye wamepata kuliko wazazi na hata mali yenye wamepata kuliko wazazi. Sasa mtoto tu anaamuka katika boma na anataka kuwa juu ya wazazi. Hapo pia ni shida. Na wazazi pia wanaanza kukubaliana na huu upumbavu kwa sababu mtoto ako na mali kumuliko, ama mtoto huyu amesoma na ako na mamlaka ya hii dunia kumuliko. Mtoto hata ukikuwa na mamlaka ya hii dunia kuliko mzazi, unapofika kwa boma mzazi wako ndiye akujua. Hata wewe rais unapoenda kwenyu kwa wazazi, ujue ya kwamba wewe mzazi yako, baba yako na mama yako wako juu yako. Hiyo ndio kitu unafaa kuelewa. Hautaenda na urahisi kwa boma yenu na kuanza kurudi nayo baba yako na mama yako. Itakuwa ngumu kwako. Mimi nakwambia ukweli. Tunataka tuhubiri injili ambayo itasaidia watu kona zote za dunia, ili hii dunia tukae na heshima na tukae na amani. So mtu yoyote ambaye ni mtawala katika hii dunia, hata wewe mtu ambao ni mchungaji, hata wewe mtume, unaporudi kwenye nyumbani, ujue ya kwamba katika utawala ule wa nyumbani mzazi wako ndiye amewekwa pale. Hautafika pale na kusema mimi ndio pastor, sasa mimi ndio natawala hapa. Hapana. Mzazi wako ndiye amepewa utawala wa boma. Wewe umepewa utawala wa injili. Naye rais amepewa utawala wa serikali. Lazima tuelewe. Tusikuje tukachanganya utawala wa injili ambao tumepewa mitume, manabii. Unapofika kwenye baba yako mzazi ako pale, mama yako, alafu tena unataka kuwa juu ya hao wazazi. Ukisema kwamba Mungu amenichagua kuwa juu na ufuati taratibu za Mungu. Mimi nakwambia ukweli. Kuna taratibu zenye Mungu aliweka yeye mwenyewe. Kwa ufalme wa injili, mitume sisi ndio tuko juu. Kwa ufalme wa hii dunia kuna wafalme, kuna marais na wengine. Katika familia kuna baba, kuna mama na kuna watoto. So wewe kama ni mtoto katika familia yenu, utakuwa chini ya wazazi wako. Na huu utawala wote hivi ndivyo vile Mungu alikusudia. Hata kwa kazi, supervisor hawezi kuwa juu ya CEO. Na mnajua vizuri. Katika kazi tuko na vyeo. Yule mtu ambaye anaandika watu kazi hawezi kuwa juu ya directing manager. Hawezi. Na tunaelewa, lakini kwa nini inapofika kwa mambo ya Mungu tunasumbuana? Tunaanza kubishana na kukataa ukweli. Kwa nini? Hiyo ndio kitu mimi kinanisumbua. Kwa kazi yako unajua, hata kama umesoma, ukifika pale na upatane CEO hakuenda kwa shule, utaripoti kwake na masomo yako yote. Na hiyo ndio kitu imelemea watu. Kwa sababu gani? Hatutaki kukubali kufuata uongozi wa ufalme wa Mungu. Hatutaki.
Tunataka tuamuke na akili zetu na tuanze kufanya vitu. Tukiambiwa hapa ni makosa, tunainuka. Kwa sababu gani? Wengine tulikuja tukadanganywa na masomo ya hii dunia. So masomo ya hii dunia ndio yanakufanya ukuwe kiongozi mahali popote unaenda. Mali ya hii dunia ndio itakufanya ukuwe kiongozi mahali popote unaenda. Umaarufu, mamlaka ya hii dunia itakufanya ukuwe kiongozi mahali popote unaenda, kulingana na vile watu wanawaza. Ndio unaona hata mtu akiwa na pesa, hata akidanganya watu, watamfuata tu. Mtu akiwa na mamlaka ya hii dunia, hata akiongea matope, unasikia tu watu wanapiga makofi. Kwa sababu gani? Hivyo ndio dunia inataka, lakini sio vile Mungu anataka. Hapo ndio mahali tunataka turekebishe. So nataka nimalize leo kufikia pale. Tutaendelea tena kesho na hili somo. Sasa Mungu ako juu ya kila kitu. Hapo tumeelewana. Baada ya Mungu, uongozi wake wa kwanza ni ufalme wa Injili, serikali ya Injili ambayo ni ya watu walioamini. Sasa watu walioamini, hapa nataka tuelewane. Wakati Mungu amewaita akawapatia uongozi wa kwanza, haimaanishi ya kwamba mnaamuka tu asubuhi na mambo yenyu na mnaanza kuambia watu kwa sababu nyinyi ndio mmepewa hiyo nafasi ya kwanza, mnaongea tu uongo alafu watu wanafuata. Hapo napo pia unafaa uangalie. Hapo pia unafaa uangalie. Hauamuki katika ufalme wa Mungu kama wewe kama wewe nabii ama wewe mchungaji, hautaamuka kwa sababu umepewa uongozi ule alafu naamuka tu naanza kuambia watu Mungu anasema vitu za uongo kwa sababu Mungu amekupatia hiyo nafasi alafu naanza kutumia hiyo nafasi vibaya. Hapana. Na haimaanishi ya kwamba unafaa uabudiwe. Hata wewe mtumishi wa Mungu, pastor mwenye uko pale, nabii mwenye uko pale, mwinjilisti uko pale, Mungu amekupatia hiyo nafasi, lakini wewe haukui Mungu kwa hiyo nafasi na hautaabudiwa. Nafasi ya Mungu ni ya kwanza, yeye ndiye anastahili kuabudiwa, yeye ndiye anafaa kupewa utukufu na kila kitu. Wewe uko pale umepewa hicho cheo, lakini si ya kwamba utachukua hicho cheo na kuanza kukitumia vibaya. Hapo pia tunafaa tuelewane, watumishi wa Mungu. Haimaanishi ya kwamba sasa maraisi wakiwa chini yetu wanafaa kutuabudu, ama watu wengine wa hii dunia wanapokuwa chini yetu inamaanisha kwamba sasa sisi ni kama Mungu kwao. Hapana. Mungu anabaki na sehemu yake. Mungu ni mwenyewe anasema hashiriki utukufu na kiumbe chochote. Sasa usikuje ukajidanganya pale ya kwamba wewe ni Mungu kwa sababu umepewa nafasi ya kwanza na kuamuka tena vitu zako zenye Mungu hajakutuma na kuanza kuchezea watu akili. Utanyorosha viboko na utaweka katika laini. Kwa sababu hapo ndio watumishi wa Mungu wengi tumeangukia. Tumeamuka tukasema Mungu amesema fulani atakuwa rais na fulani atakuwa governor, na baada ya hayo maneno haijafanyika hivyo. Tumepotosha watu. Watumishi wa Mungu kwanza tujirekebishe, tusikue tu watu wa kuamuka na kuzungumza vitu vyenye Mungu hajatutuma. Ya pili, serikali ambayo inafuatwa na wafalme na marais. Pia nyinyi Mungu amewapatia kutawala katika mambo ya mwili. Sisi tumepewa kutawala mambo ya roho na kuwaongoza katika mambo ya roho pamoja na ya mwili vile kunafaa kuenda. Na nyinyi ambao mmepewa kama serikali, wewe kama rais pia hauamuki tu ukisema mimi ni chief commander wa amri jeshi ama wewe ni mfalme pale unaamuka tu kwa sababu uko na jeshi pale na silaha na unaanza kuongoza watu katika njia isiyofaa na kutishia watu kwa sababu uko na silaha ama uko na mamlaka fulani ya hii dunia yenye watu wakiona wanaanza kuyumba na kutetemeka na kuogopa. Sasa unaanza kuamuka na vitu zako. Kama Nebukadneza anaamuka tu anainua sanamu, anasema kwamba sanamu iabudiwe, tutakutupa nje. Nebukadneza alikuwa mfalme bwana na alitupwa nje na wakina Meshach, Shadraka na Abednego. Wakamwambia tunajua wewe ni mfalme, lakini sanamu yenye umeinua sio Mungu na hatutaiabudu. So mfalme yeyote, mtawala wa dunia, akuwe ni malikia, akuwe ni governor, senator, ninakuambia pia usiamuke tu. Usikae tu kwa bunge kupitisha sheria zenye haziambatani na Mungu na kusema kwamba wewe ndio umepewa hiyo mamlaka. Tutakutoa kwa kiti. Nakwambia. Na hatutakutoa na panga. Hatutakutoa na maandamano, utatolewa na aliyekuweka hapa ambao ni Mungu.
ambaye alitumia sisi kukuchagua, utatolewa hapo. Mimi nakwambia. Tuko serious. Nebukadnezar alitolewa ufalme wa hii dunia wa mamlaka ukaendelea miaka 7 bila yeye. Katika hii dunia tunaweza endelea kuishi bila rais, tunaweza endelea kuishi bila mfalme. Mradi tunafuata sheria ya Mungu na kila mtu anaheshimu neno la Mungu, tutaishi. So mfalme usifikiri ya kwamba ati bila wewe hatuwezi endelea kuishi, tutaishi. Nebukadnezar alitolewa for 7 years. Watu waliendelea kukula, kukunywa na kuabudu. So mfalme yote, mtawala wa hii dunia, wa serikali ya pili, usikuwa tunaamuka na vitu zako na unalazimishia watu ati kwa sababu ya cheo chako ama kwa sababu ya silaha ama kwa sababu ya kitu ambacho unaona hauwezi ukafanywa. Haitawezekana. Nimekutolea mfano ya kwamba wakina Meshak walidisobey mamlaka ya Nebukadnezar. Na hata sisi hapa tuko tayari, mimi niko tayari kukataa kitu chochote cha mfalme, cha malikia, cha raisi, cha polisi, cha jeshi ambacho watakuja nacho ambacho hakiambatani na sheria ya Mungu. Niko tayari kusimama kuliko Meshak, Shadraka na Abednego na kukataa. Mimi mwenyewe personally kama justice nitakataa hiyo kitu. So hata wafalme ambao Mungu amewapatia nafasi, tafadhali tumieni mamlaka yenu vizuri. Hata katika boma pia, tunarudi katika boma, hata mzazi, tumia mamlaka ambayo umepewa na Mungu vizuri. Hauamuki asubuhi na kwanza kusema mimi ndio jogoo katika hii nyumba, chenye nimesema ndio final, chenye umesema kinaambatana na Mungu. Hiyo ndio swali rahisi, chenye umesema kinaambatana na Mungu. Wewe pastor, chenye unaambia watu kinaambatana na Mungu. Kama hizi vitu zote haziambatani na Mungu, ukuwe wewe ni pastor wa ufalme wa kwanza, ukuwe wewe ni rais ama mfalme wa ufalme wa pili, ukuwe wewe ni mzazi, baba ama mama wa ufalme wa tatu wa Mungu katika hii dunia, unaamuka tuna vitu vyenye haviambatani na Mungu, tutaweka hizo vitu nje na tutakukataza. Hautaamuka tu na kuanza kutishia watu kwa boma yako atuwe ni mzazi, haufanyi vitu ambazo vinaambatana na Mungu, alafu watoto wanapokuambia ukweli unaanza kuwatishia, mimi ndio baba hapa, mimi ndio kusema. Kama hamtaki kunisikiza hata mashamba sitawagawia. Upumbavu mzazi utawacha. Hii injili haibembelezeko mtu yoyote. Hii injili haibembelezeko ati wewe ni rais, ati wewe ni pastor, sijui wewe ni mzazi. Hapana, injili ni upanga unaokata kuwili. Unakata wahubiri, unakata watawale wa hii dunia, unakata wazazi na watoto na wazee na kila mtu. Hiyo ndio injili. Lakini kama unataka kukatwa na injili, unafikiria kwamba uko juu ya injili, na kwa nataka nikuhakikishie hakuna mtu yoyote hayuko juu ya injili, Mungu peke yake. Sisi wengine wote tuko chini ya injili, tufundishwe na tukue vile Mungu anataka. Na hata kwa kazi, unapofika kwa kazi, heshimu mamlaka ambayo imewekwa pale. Usifike kwa kazi umesoma zaidi kuliko bosi yako, alafu sasa wewe ndio unataka kuongoza pale na vitu ambavyo Mungu hajakusudia pale. Kama wewe ulisoma kuliko bosi, basi na Mungu akasema mwenye hakuenda kwa shule ama mwenye hata wewe ulisoma kuliko ndiye atakuwa bosi yako, kubali. Wacha kungangana ya kwamba watu ambao ulishinda kwa shule lazima ukue juu yao. My friend, sio hivyo. Maisha ni tofauti. Unaweza soma na watu ushinde watu katika shule, lakini baadaye utakuja kuandika kazi na wale ambao ulishinda. Mradi unalipa, mradi unakula na kukunywa, songa mbele na maisha. Mimi hakuna kitu kinanisumbua bwana. Hakuna kitu kinanitisha kwa hii dunia. Tunasumbukana, sijui wenye nilishinda wako mbele yangu, sijui wengine ambao mimi nilisoma zaidi kuliko mimi, niliwapita katika shule, sasa wako mbele yangu, sasa ninangangana niwapite. Mimi singangani na maisha. Mimi siishi maisha ya kubishana bwana. Mimi nimetosheka na mipango za Mungu katika maisha yangu. Singangani na maisha bwana. Mungu anasema kwamba utakapoishi kulingana na mipango zake, atakupatia amani inayopita fahamu za kibinadamu. Mimi singangani na kubishana na mtu, na maisha ya mabishano na maisha ya kungangana ya kujilinganisha. Hiyo hapana. Naishi maisha yenye Mungu alinipangia. Hakuna mtu najilinganisha naye. Mimi ni mimi. Na vile Mungu alipanga vile nitakuwa katika hii dunia, hivi ndio ninaenda. Sisumbukani na mtu. Watu wa kutoka nyuma wanipite, sina shida. Watu ambao niliwashinda wanipite kimaisha kulingana na vile dunia inaona, hiyo hainisumbui. Muradi Mungu amesema nimekula na nimekunywa, niko na mahali pa kulala, bwana mimi nimetosheka na mipango za Mungu.
Cha maana ni injili isonge mbele, nifundishe dunia mzima vile Mungu alinituma, niambie kila mtu bila kumfurahisha, nimwambie ukweli kuanzia kwa watumishi wa Mungu. Ukue nani? Mimi nikikupata ukikosa nitakwambia ukweli. Ukue mtawala wote wa hii dunia, ukipatikana na makosa nikikupata nitakwambia ukweli. Ukue mzazi, ukue wewe ndio boss katika kazi. Ukifanya makosa nikikupata mimi nitakueleza. Hiyo ndio kazi yangu. So kwa siku ya leo I think sasa kuanzia hapo na mahali nimefikia umeshaelewa uongozi wa ufalme wa Mungu. So chenye nataka nimalizie ya kwamba tafadhali tuheshimu vile Mungu alipanga na vile Mungu anataka mambo yake iendeshwe. Tafadhali tuheshimu kila mahali. Nimekueleza kulingana na injili, nimekueleza kwa hii serikali ya hii dunia, nimekuelekeza mpaka kwa familia na kwa watu ambao unakaa nao mahali popote. Heshimu. Ukifika hata kwa ploti, umeenda mahali kukodisha mahali na kuna caretaker, umesoma kumuliko, usianze kutishia caretaker na masomo yako bwana. Unajua nimesoma kukuliko, unajua mimi ni nani. Sasa unafanya kazi ya Mungu na vitisho kwa nani? Hata kama wewe ni jeshi, hautakuja kutishia watu kwa sababu ya silaha yako bwana. Hapana, tunakuheshimu kuwa mwanajeshi na tutakuheshimu. Hata sisi watumishi wa Mungu tunataka serikali ya hii dunia ituheshimu, sisi tutawaheshimu. Hatuko na shida na yote. Kila mtu katika hii dunia ataheshimiwa. Kila mtu katika hii dunia lazima apewe heshima. Sio watumishi wa Mungu peke yao, na sio watawala wa hii dunia peke yao, na sio wazazi peke yao, na sio mabosi peke yao. Kila mtu aliye katika hii dunia lazima aheshimiwe. Na lazima akae katika hii dunia na amani akifurahia. Hii dunia ni ya Mungu, hii dunia si ya mtu. Na hakuna mtu aliye katika hii dunia mwenye ako juu ya Mungu ama kitu chochote. Ni Mungu ako juu ya kila kitu na sisi wote tunaripoti kwake. Lazima tufuate mpangilio na tuheshimu wale watu ambao Mungu ameweka kutuongoza. So kwa wale ambao wamesikia hizi habari, injili hii inaendelea kuhubiriwa na siku ya kesho tutakuja kuangalia sasa wakati Mungu amekuchagua wewe kama mhubiri, amekuchagua kama muumini uende ukaongoze watu. Unafaa kuenda kuongoza watu katika njia gani? Na wale watu ambao Mungu amekutuma kwa wanafaa kukubali. Wanafaa wakubali Mungu wewe mwenye Mungu amechagua, wanafaa wakubali. Wasiingie na masomo yao na akili yao na kuanza kukataa na Mungu amesha kuchagua utaongoza na wanakataa. Wanafaa wakubali. So hapo ndio nitakuwa narejelea kesho. Kwa wale ambao wanaendelea kufuatilia injili katika mitandao zetu za YouTube, channel ambayo injili hii inawekwa ni Believe and Obey the Only True God. Katika hapa Facebook, channel ambayo inawekwa injili ni Believe Obey. Alafu katika TikTok tuko na channel ambayo inaweka injili ambayo imeandikishwa katika jina la Believe and Obey Jesus Only. Zaidi ya yote, kaa katika hii dunia ukiwa na amani, ukifurahia maisha haya ambayo Mungu alikupangia. Usikae katika hii dunia ukiogopa kiumbe chochote, ukikuwako na wasiwasi bwana. Kaa katika hii dunia ukiheshimu Mungu na vitu vyenye Mungu aliumba, na ukae na amani na ukawe na wakati mwema. Wale ambao mnapata hii injili inapowasaidia, mchukue injili na kusambaza kwa wengine, ili injili ya ukweli vile Mungu alisema kwamba itahubiriwa kila kona ya dunia, na hapo ndipo mwisho utakapofika. So hapo ndipo naweza kufikia siku ya leo na kusema kwamba wote ambao wamesikia neno, Mungu akawabariki kulingana na vile alipanga maisha yenu, na Mungu awatende mema na mkawe na wakati mwema. Amina.